Basi tunaendelea sehemu ya pili ya Unfortunate Love. Ni mimi D Kata. Mara ya mwisho tulishuhudia Alex akimpigia simu Afrin ili kuomba msaada kumsaidia Medi aweze kufunga ndoa. Tuendelee hapa hapa. Ninachokuomba, gonga like yako kisha weka comment. Usisahau kusubscribe akaunti hii ili uendelee kupata stori nzuri za mapenzi. Afrin aliona namba ya Alex ndio ilikuwa ikiita. Alipopokea kwa haraka Alex alimwambia ajihadhari, kwani inaonekana mlengwa anamfuatilia kwa nyuma. Wakati Afrin alipogeuka nyuma kumwangalia mlengwa mwenyewe ili hamtambue ni nani anayemfuatilia kwa nyuma vizuri, alishtuka na kukata simu haraka baada ya kugongana macho kwa macho na Raju yani uso kwa uso na Raju. Raju baada ya kuona vile alitabasamu na kumsalimia Afrin huku akionyesha macho ya tamaa. Afrin naye alitabasamu kupoteza lengo na akaitikia salamu ya Raju. Afrin aligundua moja kwa moja kwamba Raju amemtamani na kumpenda. Basi baada ya kusalimiana na Afrin aligeuka ili aendelee kufanya uchunguzi huku akijifanya kuchagua baadhi ya bidhaa kama ananunua. Raju akazidi kumfuata na kumsemesha Raju, sorry. Afrin aligeuka na kumwangalia Raju kisha akageuka tena na kuendelea kuchagua bidhaa. Raju aliendelea kumsemesha Afrin, sorry, naweza kukufahamu. Afrin akuelewa kwa nini alikuwa ajui Kiswahili, hivyo alimuuliza Raju swali, Afrin, what do you mean? Raju akasema, can I get to know you? Afrin, oh sorry, I'm not aware with Kiswahili. Raju, where are you coming from? Afrin, from Uganda. Okay, Uganda, can I have your number? Afrin akamtazama kisha akamwambia, do you want to talk with me? Do you want to communicate with me? Raju akasema, yes, of course, I like you. Afrin, okay, I will wait for you there at the coffee shop. Raju, are you sure? I'm sure, I like you too. Raju, okay, let me do something. Akasema, there at the office, I will come to coffee shop. Afrin, sure, keep your promise. Raju, yeah, I'm sure. Afrin alichagua vinywaji kadhaa haraka, matunda na ice cream. Wakati Raju akionekana na wafanyakazi wake ndani, Afrin aliendelea kulipia bidhaa zake kaunta, na Raju naye alikuwa akitoka nje kuelekea ofisini, maana ofisi ilipo ni kidogo pembeni ya hiyo supermarket. Basi Raju alimwona Afrin kaunta, wakakutana tena macho kwa macho. Raju alimkonyeza Afrin. Afrin naye alitabasamu, kisha Raju alitoka kuelekea ofisini. Afrin baada ya kuona Raju ameondoka alilipa haraka na kuchukua bidhaa zake haraka, akawahi nje kwenye gari lake yeye pamoja na akina Medi na kuwaambia waondoke haraka eneo lile. Alex na Medi waliondoka haraka na kumpeleka Afrin Ubungo kwenye hoteli ya Blue Pier Hotel. Walimkuta msaidizi wa Afrin. Afrin alimwambia kuwa alitaka kwenda kuchunguza eneo la nyumbani la mzee yule, yani mzee Salim, yeye na msaidizi wake. Alex na Medi walikubali. Basi jioni ile Medi alienda kudraw pesa. Alidraw hela kiasi cha $150,000 na kumpatia Afrin kwa ajili ya kazi atakayoifanya yeye na watu wake, kisha na usafiri wa maradhi na kila kitu. Medi baada ya kumpeleka Afrin fedha zile alivyo nyumbani. Usiku aliongea na Raya alimtaarifu kuwa kesho ndo Nasoro na nduguze watakuja kwa ajili ya kutoa mahari na kupanga siku ya ndoa. Medi alimwambia Raya usijali, bali awakubalie kila kitu na azidi kumpa taarifa. Basi kesho yake majira ya saa 6 mchana Nasoro wanasema kwamba anaitwa ami yake na marafiki wengine wawili wa Abdalla waliongozana mpaka Oysterbay nyumbani kwa mzee Salim. Mama Raju alikuwa ameandaa mapishi mbalimbali. Wageni walipofika walikula kwanza, kisha wakaswali swala ya adhuhuri, na baadaye hapo maongezi yalianza. Raya aliitwa
kumuona mchumba wake na Nasoro alifurahi kumuona Laya jinsi alivyo mrembo. Walikaa wakajadili kuhusu mahari. Hivyo mazungumzo yalipoisha, walikubaliana mahari ni shilingi milioni 3. Ndugu unanisikiliza, milioni 3, sio 300,000 wala sio 30,000 mnazopelekaka kwenye bahasha. Basi Medi na Afrin na Alex pamoja na kijana msaidizi wa Afrin walikuwa njiani kuelekea nyumbani kwa mzee Salimu. Walipofika walisimama kidogo mbali ya geti la nyumbani, wakiwa wanapanga jinsi ya kufanya tafiti zao. Ghafla waliona gari likitoka getini. Alikuwa na Solo na Abdalla pamoja na jamaa zao wawili hivi. Basi Medi roho ilimuuma sana, alichukia na wivu ukampanda. Akaamua kumpigia simu Laya. Laya alimwambia kwamba wamejadili kuhusu mahari na wametoka na cheki ya milioni 3 kwa ajili ya mahari. Medi aliumia sana. Baada ya Afrin kuangalia ramani ya nyumba ya mzee Salimu, alichukua kamera ndogo na kuiweka katika vyuma vilivyokuwa juu ya ukuta wa geti. Kamera ile ilikuwa na sumaku, hivyo ilinasa katika nondo zile. Baada ya hapo, Afrin na Medi walienda moja kwa moja Mlimani City. Afrin alienda katika nondo zilizozunguka eneo la Mlimani City na kuweka kikamera kidogo ambacho kilikuwa akiwezi kuonekana kirahisi. Baada ya hapo, Afrin alirudi hotelini na mwenzie wakaanza kujiandaa kwa ajili ya safari ya kurudi South Africa ili wajipange kwa ajili ya kazi yao ya utekaji. Kazi imeanza. Basi kesho yake asubuhi, Afrin na msaidizi wake walielekea airport na kupanda ndege kwenda South Africa. Nyumbani kwa mzee Salim, Nasoro alirudi pale nyumbani na wakapanga kwamba harusi ifanyike baada ya mwezi mmoja. Mzee Salim alikubali. Laya hakuwa na neno. Familia nzima ilikubali. Baada ya siku 3, Nasoro alileta ombi lingine kwa mzee Salim kwamba anaomba pindi atakapokuwa akirudi Oman aende na Laya wapitie Dubai wakafanya shopping ya harusi, kisha Laya atarudi. Mzee Salim hakupinga. Laju naye alikubali. Alifurahi, aliona bora awasubiri Laya na Nasoro pindi atakapokuwa akirudi Dubai aende nao, Laya apate kupaona nyumbani kwa kaka yake. Basi huko South Africa, Afrin alipofika aliitisha kikao kidogo na kuanza kuwapa maelekezo vijana wake wa kazi. Afrin aliamua awalipe vijana wake pesa yao ya kazi moja kwa moja ili wafanye kazi ile kwa moyo mmoja. Afrin aliwapatia maelezo yote yafuatayo na kuambia katika kikao chake na vijana wake. Afrin akasema, "Are you guys okay? Guys, yes, what about you? I'm doing fine. Okay, I think you remember that we always do a good job and I'm proud of you guys, so this time I think you won't let me down." Baada ya kuongea yale, Afrin alitoa briefcase yake na kuifungua na kumpatia kila mmoja pesa ya kutosha. Walikuwa vijana takriban 15. Vijana wote walifurahi sana kupokea hela kabla ya kazi. Baada ya tukio lile, Afrin aliendelea na mkutano wake akiongea na vijana wake. Afrin akamwambia, "Guys, this time we are going to take a peaceful country. I think our job gonna be smooth than normal. Okay, guys, yep. So get prepared, get your passport ready. Are you okay? Guys, okay? Okay, information room. You are going to prepare a map about the place and each of you are going to read that map. Clear, okay? So get sure that it is getting in your brain properly, okay? Yes, okay. Control room, make sure that you are watching the place clear. I have left CCTV cameras there, so I will give you keywords so that you can cut the areas from now and I get used to them, okay?" Guys from control room akasema, "Yes miss." One guys akasema, "What will be our outfit?" Afrin akasema, "Well, I think it will be casual, means that we can be able to hide our weapons easy. Okay, good. Okay, after reading the map, I will come to arrange you on your position. Okay, guys.
kwa sauti ya juu, "Guys, live or die." Walitikia na kisha wakapeana ishara ya kundi lao. Katika chumba cha information cha kundi hilo la hadisi kilikuwa kinashughulika na kuhusika na usomaji wa ramani za maeneo yaliyokuwa yakikusudiwa kufanyiwa uhalifu. Basi chumba cha control room kilikuwa kikihusika na kushughulika na kamera, satellite na uangalizi wa usalama wa eneo, usika wa anga na wa ardhi wakati wa tukio. Hivyo endapo kamera zingeonyesha kuwa kuna maaskari wanasogelea eneo la tukio kupitia kompyuta zao, waendeshaji walikuwa wakiwataarifu wenzao waliokuwa eneo la tukio kupitia wireless phone walizokuwa nazo, ambazo pia lazima wawe nazo kwa ajili ya uangalizi wao. Afrin na kundi lake waliendelea kujiandaa kwa ajili ya tukio lile. Ni siku hii ya leo ambayo Raya alipata taarifa kuwa baada ya siku 3 zijazo anatakiwa kwenda Dubai pamoja na Nasoro kwa ajili ya shopping ya harusi yao, na pia wataambatana na Raju wakati akirudi Dubai kazini. Raya alishtuka sana, akaamua kumpigia simu Medi na kumpa taarifa zile. Medi alipandwa na kiwewe kusikia taarifa zile. Medi alimpigia simu Alex na kumwambia habari zile. Alex aliona ampigie simu Afrin na kumwambia kinachoendelea. Afrin aliorganize kundi lake haraka, akachukua ramani na kuanza kuwapanga katika position vijana wake watatu. Walibaki nje upande wa mbele wa kuingilia Mlimani City na sehemu ya kupaki magari. Wawili walizunguka upande wa nyuma wa jengo la Mlimani City. Wawili wengine walitakiwa waingie ndani ili kudhibiti walinzi wa ndani ya lile jengo. Afrin alikuwa ni mtu pekee ambaye ndiye atakiwa kumteka Raju. Vijana wengine wawili walitakiwa kuongozana na Medi na Alex mpaka nyumbani kwa mzee Salimu pamoja na shehe aliyekodiwa kufungisha ndoa ile ya lazima. Hii hatari. Basi vijana wote waliandaa mavazi yao na silaha zao. Afrin aliwapatia kila mmoja wao dawa maalum ambayo walitoboa sehemu ya makoti yao na kuiweka. Ilikuwa ikitokea mtu amekamatwa alitakiwa ale dawa ile ya sumu ili afe kabla polisi hawajamuoji na yeye kutoa siri za kundi lao. Vijana wengine wa kundi lile walibaki control room huko South Africa ili kuhakikisha usalama wa wenzao unaendesha ukitokea South Africa. Basi vijana wale walikusanya silaha zao na kuziweka katikati ya begi moja. Waliamua ambalo Afrin aliweka baadhi ya vifaa vyake na kulibeba yeye mwenyewe ili isiwe rahisi kumshuka atapokuwa airport. Siku ile vijana wale pamoja na Afrin walipanda ndege kuelekea Tanzania. Kwa jamaa kwa ujumla walikuwa watu 10 pamoja na bosi wao Afrin. Kila mmoja alishajua anaenda kufanya nini. Ilikuwa usiku wa saa 2. Alex alipokea simu kutoka kwa Afrin akimtaarifu kwamba wameshawasili. Safari hii Afrin alikuwa mwenyeji kidogo. Basi walipofika airport walichukua taksi 2. Walipoulizwa na dereva taksi walidai ni watalii wamekuja kwa ajili ya kwenda kutalii mlima Kilimanjaro, mlima pendwa kabisa ambao upo katika nchi ya kipekee ya Tanzania kule na nyinyi mnajua kwa Wachaga. Basi Afrin na wenzie walienda moja kwa moja mpaka Blue Pier hoteli, wakachukua vyumba na kutulia. Alex alimtaarifu Medi. Medi alifurahi sana kusikia Afrin ameshawasili, akampigia simu Raya na kumuuliza kuhusu hiyo safari. Raya alimwambia Medi kuwa imebaki siku ya kesho tu, kwa hiyo walitakiwa kusafiri kesho kutwa. Medi alimwambia Raya kuwa kuanzia usiku huu ajiandae kwa ajili ya kutoroka. Raya alikubali kila kitu alichoambiwa na Medi. Medi alimwambia shehe wake, alimwandaa shehe wake na kumwambia kesho yake ndio siku ya tukio. Shehe hakukataa kwani alipewa pesa ya kutosha kutoka kwa Medi. Matukio yale yote Medi aliyapanga kutumia pesa ya baba yake bila baba yake kufahamu chochote. Kumbuka alichukua kadi kule chumbani. Basi Medi alionekana busy sana siku hizi nyumbani kwao. Alipoulizwa alidai anashughulikia masuala ya kikazi. Medi alipanga pindi atakapotoroka aende South Africa
akaishi na mpenzi wake Raya huko, basi ndipo mambo mengine labda ataweza kuwataarifu. Ngoja huko kama mkewe ndio ataarifu wazazi wake. Basi usiku huo Raya alijiandaa kila kitu. Kila mmoja kwao alijua anajiandaa kwa ajili ya safari ya Dubai. Kumbe Raya alikuwa na yake moyoni. Na leo ndo ilikuwa siku ya mwisho ya Raya kuwepo Tanzania. Hivyo ilikuwa ni one mistake kwa Medi, one advantage kwa Nasoro. Alikuwa ajui chochote kinachoendelea kuhusu Raya. Afrin na kundi lake walijiandaa kuanzia asubuhi kwa ajili ya tukio lile. Tiketi zao za ndege zilikuwa tayari. Ina maana baada ya tukio walitakiwa kwenda airport na kupanda ndege kwenda South Africa usiku huo huo. Medi naye alijiandaa. Aliandaa kanzu yake maamuru kwa ajili ya kufungia ndoa ya lazima, lakini ndani ya kanzu alivaa nguo nyingine, tena alivaa pensi na t-shirt ndani ya kanzu. Muda ulienda kwa kasi sana. Ilipofika saa 11 jioni, simu zilianza kufanya kazi. Medi na shehe wake tayari walikuwa wameshajiandaa. Shehe hakujua kama anaenda kufungisha ndoa lazima, hakufahamu. Shehe alijiandaa kwa ajili ya kazi yake. Medi alivaa kanzu siku hiyo. Mama yake akashangaa na baba yake alianza kucheka alipomwona mwanae kavaa kanzu siku hiyo. Medi alicheka na yeye na kisha alianza kumuomba baba yake ruhusa ya kutoka na gari siku ile. Baba yake alimuuliza, unaenda wapi? Akamwambia kwamba anaenda kumuona rafiki yake maeneo ya Ukonga. Mzee Amo alikubali. Medi alichukua gari moja kwa moja na kwenda kuwachukua wale watu wake wawili ambao wangeweza kufanya tukio kule kwa mzee Salimu. Baada ya hapo alienda moja kwa moja kwa shehe na kumweka ndani ya gari. Waliongozana njia moja kwa moja kuelekea Oyster Bay. Wakiwa njiani walikutana na gari la mzee Salimu likiendeshwa na Raju peke yake. Mistake hiyo. Medi alimpigia simu Raya na kumuuliza kama baba yake yuko nyumbani. Raya alimjibu, ndiyo Medi. Na Raju je? Raju akamwambia Raju ameenda Mlimani City. Okay, poa. Vipi, uko tayari? Akamwambia toka jana usiku niko tayari mpenzi wangu. Sasa sielewi tunafanyaje. Medi akamwambia wewe subiri, nitakwambia la kufanya. Raya, haya bebe, nakutegemea. Medi alimpigia Afrin simu na kumwambia kuwa Raju yuko njiani kwenda eneo la tukio. Afrin alimwambia watu wake wakae attention, muda wote wanaondoka kwenda eneo la tukio. Afrin aliongea na control room kutoka South Africa akiwaambia wakae tayari kwa ajili ya kupass information. Afrin na wenzake walijiandaa na kuweka silaha zao tayari kwa ajili ya kazi. Afrin alianza kuwapatia ile dawa maalum ya kuweka mdomoni endapo mtu akikamatwa kwa bahati mbaya na polisi. Basi kila mmoja alipokea ile dawa na akaiweka kwenye kola za shati zao na koti zao pia. Afrin alitunza dawa ile. Walitoka nje na kuingia kwenye gari maalum walilokodi kwa ajili ya siku hiyo. Walienda moja kwa moja mpaka Mlimani City. Walipofika walianza kuingia taratibu. Afrin alikuwa kwanza kuingia ndani ili kukagua hali ya ndani, huku silaha yake ilikuwa kibindoni. Alipokuwa akiingia ndani, Raju naye alikuwa akishuka kutoka kwenye gari lake. Wakati akishuka, kwa mbali alimwona mtu kama yule mrembo aliyempoteza siku ile kama wiki iliyopita hivi, lakini leo hii alikuwa amevaa miwani na kofia, wakati siku ile alikuwa kavaa ushungi, japo alivaa na suruali na top dress. Raju alihisi labda amemfananisha, sio, lakini akaona bora amfuate haraka ili kuhakikisha je ni yeye. Raju alimfuata Afrin haraka, lakini Afrin alikuwa ashagundua kuwa Raju anamfuata, hivyo aliwaambia wenzake haraka kupitia simu ya wireless iliyokuwa kwenye sikio la kila mmoja wao kuwa Afrin alitamka namba za kundi la nje na kuambia kazi ianze. Afrin akamwambia 555533 action. Wale vijana wote walijipanga katika position zao ndani ya sekunde 10 na kisha kila mmoja
aliyebeba silaha akakimbia akiwapita wenzake, huku akijipanga kama walivyofundishwa ndani ya hizo sekunde 10. Wale waliotakiwa kuingia ndani na Afrin walikuwa washaingia haraka, waliokuwa na silaha zao moja kwa moja pamoja na mabomu ya machozi. Afrin aliingia moja kwa moja ndani ya Game Supermarket. Raju naye alimfuatilia nyuma, lakini Afrin alishagundua hivyo. Afrin baada ya kufika eneo la mwisho wa supermarket, kwa ndani kabisa kona ya mwisho, alisimama ghafla na kuanza kuvaa maski yake, kisha akatulia vile vile. Raju alikuja moja kwa moja. Wenyewe Waswahili mnasema mbwa anamfuata chatu mwenyewe. Haya, huku akishangaa kuona mtu yule aliyedhani ni yule dada huenda akawa sie, yaani akawa anahisi labda anamfananisha, kwani huyu anaonekana kama vile kaficha uso. Afrin aliendelea kutulia vile vile. Raju aliona bora amsalimie dada yule, hahakiki kama kweli kavaa maski au aliona vibaya. Raju aliposema hai, Afrin aligeuka kwa haraka sana na kumlenga Raju bastola usoni, huku akimwamuru akae chini. Afrin akifoka na kuamuru get down. Raju alionyesha kugoma. Afrin aliongea kwenye simu na wenzake na kuamuru waanze kazi kama kawaida. Alitaja namba za watu wake atakaokuwa nao. Afrin 55533 start. Wale waliokuwa ndani waliachia risasi hewani. Ndani ya jengo la Mlimani City, risasi zile zilitoboa paa la jengo, kisha wakaachia bomu machozi. Raju baada ya kusikia vile aliogopa, na Afrin akaendelea kumwamuru Raju akae chini, lakini Raju alionyesha kukaidi. Ndipo Afrin alichukua hatua nyingine kabisa. Afrin alimpiga teke Raju na kumtuliza chini kwa mguu wake. Raju, bomu la machozi lilianza kumwingia, akajikuta akisalenda kila amri kutokana na maumivu aliyopata. Raju aliamriwa alale, akalala pale pale na kufungwa kamba mikononi na miguuni. Huku ndani walinzi na wengine walianza kuweseka kutokana na mabomu la machozi. Watu wengine walianguka mle ndani. Aliyejaribu kutoka nje alikutana risasi zikipigwa mlangoni, hivyo alirudi ndani na kukutana na maumivu ya mabomu ya machozi. Miongoni mwa wale vijana wawili walioingia ndani, mmoja wao alifanya kazi ya kuwadhibiti walinzi na kuwafunga kamba. Miongoni mwa wale 5 waliokuwa nje, mmoja wao alikuwa akipambana na walinzi wa nje. Yeye aliwapiga moja kwa moja hata wale waliokuwa kwenye vibanda juu wakiangalia usalama. Kundi hili liliweza kuwadhibiti eneo lile la Mlimani City. Muda ule yalikuwa ni majira ya saa 1:30 jioni, wakati yale yote yakiendelea. Ni hatari sana. Basi baada ya kufanikiwa kumteka Raju na kumweka chini yao, Afrin alianza kuwasiliana na Medi na kumwambia kuwa kazi yao tayari, Raju yuko chini yao, hivyo waanze kazi na wao. Maongezi yao yalikuwa hivi kwenye simu: Afrin, hello, we are on control here, so you may start there. Make sure it won't take more than 30 minutes. Bendi, okay, good. Medi na vijana wawili alioambatana nao ili kuhakikisha kwamba wanamdhibiti mzee Salim waliingia ndani pamoja na Shehe. Waligonga mlango. Laya alikuwa chumbani. Mzee Salim na mkewe walikuwa sitting room. Walisikia mtu akigonga. Waliamuru mfanyakazi akafungue mlango. Dada yule alienda kufungua mlango. Mohamedi na Shehe walitangulia kuingia ndani. Wale vijana wawili walibaki nje wakikagua usalama. Mzee Salim alishangaa kuona sura mpya zikiingia ndani kwake. Aliwakaribisha wakae. Shehe alikaa, lakini Medi hakukaa. Medi alianza kwa kujitambulisha. Mzee, naitwa Mohamedi Amo, nimekuja kumchukua mke wangu. Mzee Salim alitahamaki kwa hasira zikampanda. Pale pale Mama Raju alishikwa na butwaa, akakosa la kusema. Aliuliza swali moja tu, Mama Raju, ina maana wewe ndo Mohamedi? Medi akajibu, ndiyo mimi. Mama Raju, umefuata nini hapa? Nimekuja kufunga ndoa na Raya. Mama Raju alicheka sana. Na huyu ni nani? Akamwambia,
huyu ni shehe atakayetufungisha ndoa. Mzee Salim alianza kuzunguka ndani kwa hasira, akamuita Laya. Laya alikuwa akitetemeka, hakujua kama Medi alichukua uamuzi ule. Laya alikuja kwa uoga wa hali ya juu sana. Medi aliamuru wale vijana waingie ndani. Waliingia wakiwa wameweka tayari bunduki zao kwa ajili ya kazi. Mzee Salim alishangaa kupita kiasi alipowaona wale vijana. Kwa uoga wakiingia ndani, akatoka kwa haraka ili kuchukua silaha yake chumbani. Kijana mmoja alimdhibiti sana kwa haraka na kuamua kwamba, wewe mzee, kaa chini. Basi mzee Salim alikalishwa chini bila kutaka. Kijana mmoja aliandaa iPad waliokuwa nayo, akaiweka keyword, akaunganisha na namba za kamera iliyokuwa Mlimani City pale, pamoja na kamera ndogo aliyoambatana nao Afrin. Hivyo kila kilichokuwa kiendelea Mlimani City kiliweza kuonekana vizuri kwenye iPad ile. Medi alimuuliza mzee Salim, mzee, nakuuliza kwa mara ya mwisho, ndoa inafungwa au haifungwi? Mzee Salim, mwanaharamu mkubwa wewe, unakuja kunilazimisha kumuoza mwanangu kwako? Huna haya wewe, una laana. Mama Medi alimuuliza mama Laya, Medi, Laya, uko tayari? Laya alijibu kwa macho, huku akimwangalia baba yake na mama yake usoni. Mama Raju alianza kulia huku akilalamika, hii ni nini jamani? Mzee Salim aliendelea kutoa maneno makali huku akiwa amedhibitiwa chini ya mdomo wa bunduki. Medi aliamuru shehe awashe ubani. Shehe akaanza kulalamika kwamba alijua na kuja kufungisha ndoa makubaliano, kumbe ni ndoa ya lazima. Shehe akakataa kufungisha ndoa ile. Yule kijana mmoja aliyekuwa ameweka silaha yake tayari aliachia risasi iliyopita pembeni mwa kichwa cha shehe. Kwa bahati mbaya ikampata mfanyakazi eneo la mkono ambaye alikuwa amesimama nyuma ya shehe. Familia nzima ilishtuka, wakaanza kupiga kelele. Mzee Salim alianza kulalamika na kuwaomba wasimzuru familia yake. Mfanyakazi yule alidondoka chini na kugaagaa huku akipiga kelele kwa maumivu. Mama Raju alikimbilia mahali alipokuwa amedondoka binti yule na kuanza kumshikashika huku akipiga kelele. Medi aliuliza kwa mara ya mwisho, mzee, tunataka ridhaa yako, ndoa ifungwe, nimchukue mke wangu. Mzee Salim alikataa na kusema ndoa haifungwi, wanaye wanalotaka. Yaani ndoa ifungwi, wafanye wanalotaka. Medi alimuhusu yule kijana kumuonesha mzee Salim kinachoendelea kwa wakati ule kule Mlimani City. Kijana yule alichukua iPad yake na kumuonesha mzee Salim. Mzee Salim hakuamini alichokiona. Haulala, alisema subhanallah, kisha akaonyesha kama vile anaishiwa nguvu pale alipomuona mwanaye Raju amefungwa kamba, amelegezwa, amelengwa na bunduki kichwani na mtekaji aliyevaa maski. Mama Raju naye alikuja kuangalia nini alichokiona mume wake. Alipoangalia na kuona mwanaye anakaribia kuuawa, mama yule alizimia pale pale. Laya alianza kumpepea mama yake huku akimlalamikia Medi kwa uamuzi aliyouchukua. Hii ni hatari. Mzee Salim alizidi kuishiwa nguvu, akaanza kuwaambia kuwa ni bora mnichukue mimi na kuniua kuliko kumzuru mwanangu Raju. Medi akamjibu, sisi hatuna shida na wewe, tunachotaka ni ndoa. Mzee Salim aliona mambo yamekuwa magumu, ikabidi akubali mwanae wa kike aondoke. Muda ule ule Afrin alipiga simu kwa Medi na kuwauliza kama kazi tayari au la, wanachelewa, huenda polisi wakafika. Polisi wa kituo cha Mwenge walipata taarifa kuwa kuna tukio la Mlimani City. Waliandaa defender na kuelekea eneo la Mlimani City. Alipofika Afrin alipata simu kutoka Control Room South Africa, waliokuwa wakiangalia kinachoendelea kupitia kompyuta zao zilizounganishwa na kamera zilizokuwa Mlimani City, maarufu kama CCTV kamera. Basi Afrin alisikia mlio wa emergency kwenye kitufe chake cha wireless phone. Alipokea haraka. Afrin, 88891, what is it? 8891 control room. Akamjibu, bosi,
Police are coming. Try to launch the area. Afrin, are them very near the area? 88 akamjibu, alikuwa kwenye control room. They are approaching the area. Do hurry, escape within in 10 seconds. Okay, thanks. Afrin alipiga simu haraka kwa media kuambia wafanye haraka, polisi wanaelekea eneo lile. Vijana hawa walikuwa ni herufi A na J, ambapo Afrin ajulikana kwa herufi A. Wale waliokuwa nao ndani ya jengo wawili walikuwa B na C. Walikuwa nje upande wa mbele walikuwa na herufi D, E na F, na waliokuwa nyuma walikuwa na herufi G na H. Hizo mambo ya kijeshi. Basi Afrin alipowapa taarifa zile, alipiga simu tena na kutaja herufi zao. Afrin, A and J, make sure it is done within 5 seconds. A na J waliposikia vile wakaamuru kwa hasira na kuanza kuachia risasi mle ndani ovyo. Mzee Salim alijua familia yake itateketea, aliamua kukubali tu. Shehe alifungisha ndoa ile, kitu ambacho kilianza kuchukua muda. Basi katika eneo la Mlimani City polisi waliendelea kusogea na wakaanza kushuka kwenye magari, huku akianza kulisogelea geti la Mlimani. 88891 control room kutoka South Africa waliendelea kumfahamisha Afrin kuwa polisi wameshafika. Wakampigia simu, polisi have reached the place. Afrin akajibu, okay. Afrin alianza kuwapanga watu ili wakae tayari kupambana. Afrin, B and C step forward on the entrance. D and EF step forward on the gate. Take the place under the cars. Ready? 1 2 3 fire. Fire. Vijana wale walianza kumimina risasi kwa mfululizo. Walipambana na polisi. Kwa vile ilikuwa usiku, polisi walipata tabu kuwaona wapinzani wao. Haya, mambo yamezidi kuwa makubwa sana. Hii ni vita ya mapenzi. Ndio maana nikasema leo ni Unfortunate Love. Okay. Basi Afrin aliamuru kutoka control room akiomba atumie satellite ili kuwasaidia G na H usalama wao. Afrin akasema 8891 control room, emergency satellite watch press for G and H. Control room ilibidi watumie satellite kwa ajili ya kuangalia upande wa nyuma wa jengo kwa sababu kule nyuma hakukuwa na kamera yoyote. D na E na F waliingia chini ya magari wakalala na kuanza kushambulia bila kuonwa. Gari aliloenda kulala E ndani yake kulikuwa na msichana aliyekuwa amembana ndani ya gari kwa uoga. E alipogundua kuna mtu ndani ya gari alilitoboa. Ndani watu waliokuwa ndani walikuwa hoi kwa ajili ya mabomu ya machozi. Wengine walilala chini huku wakidhibitiwa kwa milio ya risasi. Wengine walibaki kulia tu, wanaume kwa wanawake na watoto. Basi hali hii iliendelea hivyo huku pakiwa hapaeleweki. Basi control room waliripoti kwa kiongozi wao kuwa polisi wanazidi kusogea. Afrin aliwasiliana na Medi. Wakati ule Medi alikuwa akikamilisha zoezi la kufungisha ndoa kwa nguvu. Walipomaliza kuwasiliana, polisi walikuwa wanaanza kuelekea kuingia eneo la geti la Mlimani City. D and EF waliendelea kupambana polisi kwa kuachia risasi. B na C na G na H waliungana kukaa kwenye mlango wa kuingilia ndani. Waliendelea kuachia risasi kila kona ya jengo lile. Hali ilizua taharuki kubwa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kulisikika risasi, yani unaweza ukasema hii ni Iran au ni Iraki au ni pale Libya na Marekani. Hii ni Afrika. Basi control room walimwambia Afrin kwamba polisi wameshazunguka. Afrin alimuuliza Medi kama zoezi tayari. Medi alijibu bado kidogo. Afrin aliona akizubaa mle ndani watakamatwa kabla ndoa haijafungwa kule. Afrin aliona akikimbia na kumwacha Laju pale chini, huenda ndoa isifungwe kabisa. Mwanamama jasiri kabisa. Tuone anafanya nini. Basi control room walimtaarifu Afrin kwamba watoroke, mara polisi watawakamata, kwani imebaki nafasi moja ya kupenya. Afrin alichanganyikiwa akiwasiliana na Medi. Medi anamwambia bado. Afrin aliona bora amwambie watu wake watoroke, yeye aone jinsi ya kumbana Laju. Afrin aliamuru. Afrin akasema 55533, hiyo ni kodi. We are here in danger, find a way to escape, run.
what about you? Akasema, Lan, I'm coming, all of you go, but we can't go without you boss. I say go, I make sure to go direct to airport. No boss, we can't leave you behind. Afrin akasema, stupid idiots, go and learn. Waliposikia vile waliamua kutoroka na kuwakimbia polisi. Walizunguka jengo la mlimani kwa pamoja, wakimbia na kuruka uzio. Waliingia mpaka eneo la chuo kikuu cha mlimani. Walikimbia mpaka Ubungo, wakachukua taksi. Wakaamuru dereva taksi wapeleke mpaka airport. Dereva taksi alianza kuwauliza wana shilingi ngapi. Walimtolea bunduki, dereva akakaa kimya, akawapeleka mpaka airport. Polisi waliposikia kumetulia, walianza kusogea mpaka eneo la parking. Kulikuwa na magari kibao, ila wenye magari walikuwa wamebanwa ndani. Afrin alimvuta Raju mpaka kwenye kona ya lango la kuingilia Mlimani City. Akajiandaa tayari kwa ajili ya kupambana na askari. Askari waliona hakuna wanachofanikiwa, kwa uoga ukawaingia, kwani waliogopa kitakachotokea, maana kulikuwa na silaha nzito sana. Basi ndugu unanisikiliza wa simulizi hii nzuri kabisa kupitia akaunti hii, naendelea kukuelezea kuwa basi akaingia Afrin ndani ya gari. Hawakujua maadui wao wako upande gani. Ilibidi wapige simu kambi ya jeshi ya Rugaro ili waweze kupata msaada. Walipewa wanajeshi 5. Wanajeshi walikuja moja kwa moja na kuingia ndani. Afrin alijiandaa kupambana. Alipoingia mwanajeshi wa kwanza, Afrin alifyatua risasi ya sikio, ikatokezea upande wa pili na akafa pale pale. Aliyekuwa nyuma yake alipofika alipigwa teke la kidevu, akadondoka na kurudi nyuma. Watatu wengine walikuwa akiingia. Walipoona wenzao wawili wamelazwa chini, mmoja aliamua kubaki mlango ule alipobana Afrin, na mwingine wawili wakazunguka upande wa pili na kuingilia mlango mwingine ili wambane Afrin. Afrin alichungulia na kuona amebaki mmoja nje. Alimsubiri aingie apambane naye. Alipoingia tu, Afrin alijiandaa kuachia risasi ya kichwa. Kwa bahati mbaya, bunduki Afrin iliishiwa risasi. Oh my God, katikati ya mission kali kabisa. Basi mwanajeshi yule aliingia kwa tahadhari bila kujua Afrin yuko upande gani. Alikuwa amenyosha mkono wake huku kushikilia bastola yake tayari kwa kumfyatulia Afrin. Akimuona Afrin alijiandaa kupambana. Afrin alipoona vile, mkono wake aliupigia hesabu. Alipotokeza tu, Afrin alitupa teke lake direct kwenye ule mkono. Kwa bahati mbaya, mwanajeshi yule pistola yake ikadondoka. Afrin alivaana yule mwanajeshi, wakaanza kupambana. Muda ule wale wengine walikuwa wakitokezea, ndipo wote kwa pamoja walipomlenga Afrin bunduki na kumwambia atulie na kunyosha mikono juu. Afrin alitii amri, alinyanyuka taratibu na kunyosha mikono juu. Walimkamata na kumvua maski, kisha wakamfunga pingu na kuondoka hatari na kumkongoja wakimpeleka nje. Wakati yakiendelea, Raju alikuwa amezimia pale chini ajitambui. Basi polisi waliingia ndani kuhakiki kwamba hakuna majambazi wengine. Magari ya ambulance yalikuja na kuchukua majeruhi na kuondoka. Wakati Afrin akipambana, wenzio walikuwa wameshapanda ndege na kuondoka, huku wakimwacha Afrin nyuma. Medi na wale wengine wawili walimaliza zoezi la kufunga ndoa kisha wakatoroka. Medi alimuongoza Raya moja kwa moja mpaka kwenye gari. Walimwacha Shehe pale nyumbani kwa mzee Salimu. Medi na Raya pamoja na wale vijana wawili walienda moja kwa moja mpaka hoteli. Walijaribu kuwasiliana Afrin lakini hawakuweza kumpata. Waliwasiliana na wale wengine, hawakuweza kuwapata vile, kwani walikuwa wameshapanda ndege na kuondoka. Walikaa pale hotelini wakijadili la kufanya. Mzee Salimu alianza kuhangaika na simu ya kuulizia usalama wa Raju, huku akiwa amechanganyikiwa asijue la kufanya. Mzee Salimu aliamua ampeleke mkewe na mfanyakazi hospitalini. Raju naye alipeleka hospitali pamoja na watu wengine walioathirika kutoka eneo la tukio. Usiku ule Afrin alikamatwa na wanajeshi, wakampeleka moja kwa moja mpaka kambi ya jeshi ya Rugaro. Afrin
aliingizwa katika chumba maalum cha kuhojiwa na mateso makali kabisa. Walimuingiza mle ndani na kumwacha mara moja, huku akimfuata mkuu wa kambi ili aje kumhoji maswali. Afrin alikaa kwenye kiti kimoja wapo huku akisubiri aje kuhojiwa. Ghafla Afrin alisikia vishindo vikielekea chumbani, yani vikielekea chumba kile alichokuwemo. Afrin aliona huenda akateswa sana, hivyo akaamua ameze kile kidonge cha sumu ili afe kabla hajahojiwa na kutoa siri za kundi lao. Yani anaamua hafe na siri. Basi Afrin alianza kuhangaika kutoboa kola ya koti alilolivaa kwa meno na mdomo wake. Afrin alihangaika sana, huku alikuwa amefungwa mikono yake kwa nyuma. Wanajeshi walizidi kusogea chumba kile na Afrin alizidi kusikia vishindo. Kwa bahati nzuri alifanikiwa kukiweka kile kidonge mdomoni. Ghafla alianza kuweseka na kutoa povu mdomoni. Pale pale wanajeshi wale walipoingia walishtua kumwona Afrin akihangaika na kutoa povu mdomoni. Waliwahi kuangalia nini kimemkuta. Mwanajeshi mmoja aliangalia ile povu lilokuwa likimtoka Afrin na kuanza kumkagua mdomoni, ndipo alipogundua kile kidonge cha sumu. Aliwaambia wenzie. Mwanajeshi yule akasema, amemeza kidonge cha sumu huyu, walai mwiteni dokta, tena vinginevyo anakufa sasa hivi. Mwanajeshi mmoja alikimbia na kumuita mwanajeshi aliyekuwa yuko kitengo cha madawa. Alipofika na kuangalia kile kidonge cha sumu, alitambua haraka na kusema kuwa apelekwe chumba cha huduma ya kwanza, kwani kile kidonge kilikuwa ni aina ya ventricular vibration, ile kinaitwa ventricular vibration, hivyo angeweza kufa pale pale. Dokta akasema, amemeza ventricular vibration, lete kitanda cha wagonjwa, mwaisheni chumba cha huduma ya kwanza, mkichelewa na kufa sasa hivi na mtapata kufahamu chochote kutoka kwake. Basi wanajeshi wale walileta kitanda cha mgonjwa haraka, kisha wakamweka Afrin na kumkimbiza chumba cha huduma ya kwanza hapo kambini. Walipoingia, dokta alianza kumpatia huduma ya kwanza. Alimchoma sindano ya kwanza ambayo ilikuwa ya kuondoa sumu ile mwilini, kisha akamchoma sindano ya pili ya kumpatia nguvu. Afrin ilibidi afunguliwe zile pingu alizokuwa amefungwa mkononi ili aweze kutundikiwa drip vizuri. Wakati dokta akifanya zoezi la kutundika drip, Afrin alizinduka na kujihisi mwenye nguvu. Afrin alifumbua macho na kwa taratibu na kuona idadi ya wanajeshi waliokuwa mle ndani kuwa ni 2 pamoja na dokta mmoja. Alisimama sehemu ya kichwa chake. Dokta alisimama upande wa tumbo alipoweka mikono yake, huku dokta alikuwa akishughulika na mkono wa Afrin akitafuta mshipa kuweka drip. Watatu alisimama upande wake wa miguu. Afrin alipima vizuri na kuwa target vizuri. Afrin, mwanamke hatari, jasusi, pambanaji, alijipanga kuwashambulia ili aone kama atawatoroka. Afrin aliamka kwa kasi ya ajabu kama radi. Aliamka moja kwa moja na kichwa cha dokta. Afrin alimpa dokta goti mmoja la utosi. Dokta akapoteza fahamu na kudondoka pale pale. Kabla wale wawili hawajajipanga, miguu alidakwa shingo na kujikuta mebano kichwa kwenye miguu ya mwana wa dada yule. Yule mmoja alibaki, alivutwa tai na kujikuta akiinamishwa kichwa mbele ya Afrin, akitulizwa kwa ngumi mmoja matata. Alipoachiwa alijikuta anadondoka chini katika chupa zilizokuwa na asidi, na asidi ile ikamwagikia usoni, hakuweza kufumbua macho. Yule alibanwa vizuri, alijitahidi kadri awezavyo kupambana ili aweze kutoka katika mbano ule wa miguu. Afrin alihisi kupata upinzani kidogo, akachakachua akili yake haraka kwa haraka. Bahati nzuri aliona sindano iliyokuwa na dawa tayari. Hakujua ile ni dawa gani, ila alihisi itamsaidia kwa adui yake, hivyo alianza kujivuta pale pale alipokuwa kwenye kile kitanda cha wagonjwa. Huyu ndo dada ni hatari. Basi magurudumu yale ya kitanda cha wagonjwa, kutumia msaada wa nondo za madirisha, huku akiwa bado kambana mwanajeshi yule miguu mwake, alianza kusogea akiwa juu ya kitanda, huku akishika nondo moja baada ya nyingine, na huku akimburuta mwanajeshi yule kwa miguu yake
na kusogea naye haraka ili afikie ile sindano. Alipokaribia alinyosha mkono wake na kuishika pale. Alichukua na kumdunga yule mwanajeshi utosini. Dawa hile ilikimbia haraka mpaka kwenye ubongo yule mwanajeshi askari. Pale maskini wa Mungu akapoteza fahamu na kudondoka kutoka miguuni mwa Afrin. Basi Afrin alishuka kutoka juu ya kitanda na kumwendea mwanajeshi yule aliyempa adabu wa mwisho. Akamvua maganda yake aliyovaa na kuyavaa, kisha yeye akachukua nywele zake akazibana kwa gloves, kisha akavaa kofia ya kijeshi. Afrin alifungua mlango taratibu kuangalia hali ya nje ilivyokuwa. Aliona wanajeshi wachache wakizunguka kwa ajili ya doria. Afrin alitoka nje huko akibadili muondoko na kujifanya mwanaume ili wanajeshi wasitilie shaka. Afrin aliondoka haraka na kufanikiwa kupita getini. Usiku ule Afrin aliweza kupata pikipiki, kisha akaamuru dereva ampeleke mpaka Ubungo. Walipofika Ubungo, Afrin aliingia hotelini kwa furaha. Bahati aliweza kuwakuta Medi pamoja na Laya na wale vijana wengine wawili. Afrin walifurahi na kukumbatiana. Walishauriana kwenda airport muda ule, na ilikuwa ni saa 8 za usiku tayari, lakini wakaona kuna uwezekano kupata tiketi utakuwa mdogo. Wakaamua walale pale hotelini, maana muda ulikuwa umeshaenda sana na ilikuwa ni hatari sana kwao. Lakini walifikiria kwamba kesho yake waliamka mapema na kuondoka kwenda airport. Kwa bahati nzuri walipata tiketi za ndege wote watano. Wakatoroka na kurudi South Africa, huku wakikumbatiana pamoja na Medi na Laya. Basi huku nyuma mzee Salim alikuwa na wagonjwa watatu, yani mkewe, mwanaye na Raju pamoja na mfanyakazi wake wa ndani. Mzee Salim alihangaika sana, nusu achanganyikiwe. Nyumbani kwa mzee Amo walimsubiri Medi akurudi nyumbani. Walizani atarudi asubuhi yake. Mzee Amo hakuwa na wasiwasi sana na Medi kwa sababu alikuwa ni mtoto wa kiume, hivyo alitulia na kusubiri. Siku hiyo ilikuwa ni weekend, Jumapili ya mzee Amo akwenda kazini. Siku hiyo aliamka asubuhi, baada ya chai akawa akiangalia TV. Ghafla aliona breaking news katika channel mojawapo hapa. Mzee Amo alisikiliza kwa makini na kutizama kwa makini taarifa ile. Taarifa ile ilisomwa hivi, naomba nikusomee ndugu unanisikiliza. Habari zilizotufikia hivi punde ni kwamba eneo moja kubwa la kibiashara hapa nchini maarufu kama Mlimani City limevamiwa na majambazi usiku wa kuamkia leo. Majambazi hao walilenga supermarket kubwa na maarufu ijulikanayo kama Game Supermarket hapa nchini na kumteka kijana aliyejulikana kwa jina la Raju Salim Ladha, ambao ni wamiliki wa supermarket hiyo na yeye na baba yake. Majambazi hao vile walivamia nyumbani kwa mzee Salim huyo na kumlazimisha aruhusu ndoa kati yake na mwanaye, yani binti yake aliyejitambulisha kwa jina la Laya Salim Ladha, pamoja na kijana aliyetambulika kwa jina la Mohamed Amon, mkazi wa Sinza kwa Dr. Lemi. Mpaka sasa majeruhi watatu waliokolewa kutoka eneo la tukio, wakiwemo wafanyakazi, walinzi na raia wa kawaida kutoka eneo hilo. Habari zinaripoti kwamba majambazi wote wamefanikiwa kutoroka pamoja na wanandoa hao wapya. Polisi wanaendelea kuchunguza chanzo cha tatizo hilo, huku wakiendelea kumhoji mmiliki wa kampuni hiyo kwa uchunguzi zaidi. Basi tutaendelea kuhabarisha kitakachoendelea. Endelea kutazama LTV kwa bahati nzuri zaidi. Basi taarifa ndo hivyo, na mzee Amo ameweza kuisikia mwenyewe. Mzee Amo alimuita mkewe haraka, akamwambia mama yule alianza kulia baada ya kuona tukio alosababisha mwanaye na asijue mwanaye kakimbilia wapi. Mzee Amo kwa hasira za mwanaye na gari lake aliingia chumbani na kuchukua pisto, kisha akaondoka na kuchukua gari la mkewe moja kwa moja mpaka Oysterbay, huku akiulizia nyumba ya mzee Salim. Alipofanikiwa kuipata, aliingia moja kwa moja bila kujali mlinzi wala nini. Mzee Amo alimkuta mzee Salim katika mawazo mazito. Alimnyoshea pisto na kumuuliza maneno kadhaa kwa ghadhabu. Mzee akamwambia, hapo hapo ulivyo,
Mzee Salim alisimama kwa uoga, huku asijue la kufanya wala la kujitetea. Mzee Amo akamwambia, mwanangu yuko wapi na gari langu liko wapi? Mzee Salim akajibu, mimi sijui, hata mimi niko katika matatizo, nayo niongezea mengine. Akamwambia, nadhani wewe ndio chanzo cha haya yote, kuingilia mapenzi ya watoto. Mzee Salim akasema, ndugu yangu, badala tusaidiane kutatua hili pamoja, unaniijia kwa hali hiyo. Mzee Amo akamwambia, kama ulivyokuja kwangu mwanzoni, nami ndio ninavyokuja hapa leo. Nataka mwanangu haraka pamoja na gari lake haraka sana. Mzee Salim, basi niache kwanza mambo mengine yatulie, kisha tutajua nini cha kufanya. Mzee Amo akasema, sina la kufanya na wewe, mzee mpumbavu sana. Mtu mzima utumia akili, nakupa masaa, nataka mwanangu pamoja na gari. Mzee Amo aliongea yale huku akiondoka kutoka nje. Mzee Salim ilikuwa nusu achanganikiwe kabisa. Mzee yule aliwaza sana kupita maelezo. Kwa wakati ule gharama hospitali ilimwandama, biashara iliharibika, mwanaye ametoroshwa, tegemezi lake Raju yuko hospitali, anadaiwa gari pamoja na mtoto asiye wake, yani Medi. Mzee akazidi kuchanganikiwa asijue nini. Basi stori yetu inaendelea, inasema Mzee Amo aliamua kuendea benki ili atoe hela na kununua gari lingine. Aliongea na mkewe, wakashauriana. Mzee Amo na mkewe katika maongezi yao akamwambia, unajua, nimeona bora niagize gari lingine kwa ajili ya shughuli zangu. Mkewe akamwambia, sawa tu mume wangu, kwa hiyo nimewapatia cheki ili watoe hela zao moja kwa moja. Sawa, hamna shida, mkewe alimjibu. Wakiwa bado wanaongea, simu ya Mzee Amo iliita. Alikuwa yule mfanyabiashara aliagizia gari. Mzee Amo akalipokea simu, maongezi ya simu. Mzee Amo akasema, halo, vipi, mmefanikiwa kupata Aria? Mfanyabiashara akamwambia, mzee, hela yako haitoshi, hivyo gharama za gari hilo tulizokubaliana hazijatumia. Mzee Amo akasema, haitoshi kivipi? Nimewapatia cheki bwana, Akamwambia, ndiyo, lakini hakuna hela kwenye akaunti yako. Unasemaje? Hebu nenda benki waulize vizuri. Mzee, tuko benki, labda wewe ndio uje uangalie salio lako. Okay, nakuja sasa hivi. Mzee alizidi kuchanganikiwa baada ya kupata hiyo taarifa. Basi Bi Saidi akamuuliza, vipi, kuna nini? Akasema, wanasema hakuna hela kwenye akaunti yangu, hawa niliowapa cheki. Hawa wa gari? Akasema, ndiyo. Kwani zimeenda wapi? Akasema, ngoja nikaangalie ATM kadi yangu iko wapi. Kwenye drawer kabati. Mzee Amo alienda kuangalia ATM kadi yake, kisha akaenda benki. Alipoangalia salio alikuta pesa kidogo sana. Mzee Amo kidogo achanganikiwe, alifuata taratibu zote ili ajue nani katoa pesa yake. Mzee Amo alipewa na kuonyeshwa picha za mwanaye Mohamed akitoa pesa kwenye ATM mashine. Mzee Amo alipatwa na ghadhabu. Alipotoka benki alikwenda moja kwa moja na kumwambia mkewe, kisha baada ya hapo akaenda moja kwa moja nyumbani kwa Mzee Salim. Mara hii alifika na kumvaa Mzee Salim ili wapigane. Raju na mama yake walikuwa wameshatoka hospitali, hivyo waliamua ugomvi ule na kuuliza, kulikoni mzee? Mzee Amo alimtupia lawama Mzee Salim kwamba ndio kasababisha kila tatizo kwenye familia yake. Mzee Amo akamwambia, wewe ndio chanzo cha yote haya. Gari langu limepotea, mwanangu amepotea, angalia na pesa zangu zote zimeondoka. Ili akatunzwe mwanao huku, na kuambia mwaka huu ama zako ama zangu. Mzee Salim alishindwa kujitetea mbele ya familia na mzee yule. Mkewe alianza kulia huku akimwambia kuwa sijui nisemeje, maana mzee alizidi kutia huruma huku akiomba na kusema kuwa wamkataze tu. Hakusikia, lakini jambo ndio lilikuwa limeshafanyika. Basi Raju alimwahidi baba yake kuwa atamsaidia tena warudi katika hali yao ya zamani. Raju alipanda ndege na kuondoka. Mama na baba Raju walikumbatiana kwa huzuni, kwani sasa hawana mtoto wa kuwaliwaza na hawana mali kama zamani. Unfortunate love. Kwa leo ndugu unanisikiliza, naishi hapa. Gonga like yako ya nguvu, kisha shuka kwenye comment, weka comment yako kali kabisa hapo, nami nitaisoma kipindi katika stories zingine. Alafu subscribe akaunti hii ya Moyo the Great, uendelee kupata simulizi nzuri kabisa.
Asante.